tuna msemo unasema elimu huwa haina mwisho. Na kwa kawaida ukitaka uwe mtendaji bora zaidi, ni lazima siku zote uangalie mabadiliko yanayoendelea katika dunia yako. Kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia ni kubwa mno. Uliyoyajua jana, uliyoyajua chuoni sio ya leo. Mabadiliko yataendelea kubadilika, hata hayo unayoyajua leo hii baada ya miaka miwili sio hayo tena. Na kwa sababu ya mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia pamoja na mabadiliko ya kimazingira katika utendaji wetu, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunajengeana uwezo mara kwa mara ili kwenda na mabadiliko haya yenye kuleta ufanisi katika utendaji wetu wa kazi. Fani hii mnayoisimamia, mlioisomea na mnayoifanyia kazi ni muhimu sana. Sio tu kwa taifa letu la Tanzania, ni muhimu sana duniani. Kwa bahati mbaya sana, fani hii na fani hizi mnazozisimamia zimechelewa sana kupewa elimu ya uelewa kwa wadau wetu. Lakini unaposema habari ya usimamizi na ujenzi, sidhani kama unaweza ukajenga vizuri kama hakuna weledi wa ubunifu. Ubunifu ni jambo la muhimu sana katika mabadiliko ya kimazingira, mabadiliko ya kiteknolojia, mabadiliko ya namna yote ile. Ubunifu ni jambo la kwanza. Huwezi ukasema utaendelea katika sekta yoyote licha ya sekta yenu bila kuwa na wabunifu mahiri. Ninyi mnafahamu mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko tunayoendelea nayo ya sayansi na teknolojia yanahitaji kubadilika mara kwa mara kwa unyumbufu wa weledi katika kubuni nini kijengwe na wapi kijengwe na kwa namna gani. Lakini ni katika fani hizi ndipo tunapoweza kujua ni gharama ipi sahihi ya kufanya hicho tunachokibuni. Ukadiriaji majenzi ni jambo la muhimu sana. Sisi na ninyi wenyewe tulikotoka tumejenga hivi bila fikra hizo tunduizi za kujua wakadiria nini katika ujenzi huu unaotarajia. Lakini yafuatayo ningelipenda bodi muyaweke msitizo mkubwa. Jambo la kwanza, mhakikishe mnafanya utafiti wa kina kutambua wataalamu wenu wanaohitimu katika maeneo mbalimbali. Muwajue. Mbona ni rahisi tu kujua? Vyo vyetu vinaowahitimu wanaohitimu, mbona ni rahisi kuwatambua ni wakina nani? Muwasajili wawe kwenye bodi yenu ili kwa pamoja mwe na uwezo wa kuunganisha jamii ya pamoja wataalamu wenu na kupanga mikakati bora ya kuleta tija ya maendeleo katika taifa letu. Lakini jambo la pili, mjitahidi kutafuta vyanzo mbadala. Tumia wadau wetu wa maendeleo na watu wengine ili mafunzo haya yaendelee kufanyika kwa tija, sio tu kwa kutoka kwenye makongamano haya, lakini yafanyike kwa tija hata katika site zenu zile ambazo mnazisimamia siku zote, ili watu wanapokuja kupata mafunzo haya endelevu watoke na weledi wa kutosha wa kuweza kuendeleza nchi yetu tunayoitaka wafanye hivi. Lakini muweke mikakati pia ya kuwezesha wataalamu wetu kushiriki kikamilifu katika soko la ushindani wa ndani na soko la ushindani wa nje. Kukua kwenu sio tu Tanzania, kukua kwenu kukua East Africa, kukua kwenu kukua Afrika ya Kati, kukua kwenu kukua Afrika, na kukua kwenu kuwe na muonekano mnakuwa dunia. Kwa mwajengee watu wetu uwezo na weledi wa kiushindani. Lakini muhimu vile vile, jambo la nne, kuhakikisha kwamba sheria hii yetu tuliyofanyia maboresho na mabadiliko na kanuni zake wanapitishwa watu wetu vizuri, wanaelewa kwa weledi na nini hasa athari zake na nini hasa manufaa yake kwa ajili ya kuendeleza taifa letu na fani zetu hizi zilizo muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Msichoke kutoa elimu mara kwa mara kwa watendaji wetu hapa, na hasa ya maadili ya kazi na weledi wa taaluma zetu. Wapo wetu ni rahisi sana
kusahau maadili ya taaluma zetu na kujikuta wanafanya mambo ambayo ndivyo sivyo, yanayotudhalilisha katika taaluma na weledi wetu. Tutoe elimu ya mara kwa mara, sisi wenyewe tujikumbushe, na pale ambapo mwenzako unaona anaenda ndivyo sivyo, tumwambie mwenzetu usituharibie. Taaluma yenu ni nzuri sana na inahitaji watu waadilifu na weledi sana. Kwa niaba ya management ya bodi ya usajili wa ubunifu majengo na wakadiriaji majenzi yani HRB pamoja na wafanyakazi wote wa bodi, napenda kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu washiriki wote wa semina hii. Kama nilivyosema hapo awali, kama mlivyotambulishwa, ya kwamba mkutano huu umeandaliwa chini ya kauli mbiu isemayo kujenga utaalamu endelevu, viwango na mikakati. Mafunzo haya ni sehemu ya utekelezaji wa jukumu la bodi katika kutoa elimu endelevu kwa wataalamu wake ili waendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na maendeleo ya sayansi. Ulimwengu umebadilika au unabadilika kwa kasi kubwa, hususan katika sekta ya ujenzi. Hivyo mafunzo haya ni nyenzo muhimu ya kuwajengea wataalamu uwezo wa kukabiliana na mabadiliko haya. Bodi ya usajili wa ubunifu majengo na wakadiriaji majenzi inaendeleza ushirikiano na bodi ya usajili wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na tunaahidi kwamba ushirikiano huu kwa kweli unaimarisha muungano wetu na unasaidia kuweza kubadilishana uzoefu kwa maendeleo ya pamoja. Bodi imeboresha mfumo wa usajili wa miradi kwa njia ya mtandao yani MIS ili kuweza kuongeza ufanisi, uwazi na urahisi wa upatikanaji wa huduma. Mfumo huu huruhusu wataalamu kusajili miradi bila kulazimika kufika ofisini, hivyo kuokoa muda, gharama na kuongeza tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia marekebisho ya sheria namba 5 ya mwaka 2023, wataalamu sasa wameruhusiwa au wanaruhusiwa kutoa huduma kama wajasiriamali binafsi, yani individual practice, bila kupitia makampuni. Hii ni hatua kubwa ya kupanua wigo wa ajira na kuimarisha ushindani na kuongeza upatikanaji wa huduma za kitaalamu kwa wananchi wengi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi yetu inaongozwa na sheria namba 5 ya 2008, na hapa ningependelea kutoa muhtasari wa wataalamu waliosajiliwa katika bodi yetu hadi mwezi huu wa Juni mwaka 2025. Tukianza na consulting firms ambazo ni kampuni za ushauri kutoka Tanzania bara, tuna architects 31 na conservators 14. Ukilinganisha na kutoka Zanzibar, tuna architects 25 na conservators 6. Lakini pia tuliposajili wa architects na conservators, both professionals and consultants, kutoka Tanzania bara tuna jumla architects 40 na conservators 38. Na kutoka Zanzibar tuna architects 36 na conservators 18. Lakini wahitimu ambao ni graduates kutoka Tanzania bara, jumla architects 6 wamesajiliwa na conservators 7. Ukilinganisha na kutoka Zanzibar, jumla architects 27 na conservators 11. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba wataalamu wote kutoka Tanzania bara na Zanzibar wanaungana na wanashirikiana kwa pamoja kupeleka mbele magurudumu ya nchi hii na maendeleo. Kwa natamka